Haleluya, mpendo na kusalimia kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Mungu akutendee mema kwa jina la Yesu Kristo. Nashukuru Mungu kwa ajili ya kunipatia nafasi ya kukomunicate nawe tena katika siku ya leo. Naamini ya kwamba Mungu amekulinda kwa njia zote na haijalishi yale ambayo yamekukabili, lakini Mungu amekupea ushindi na utaendelea kushinda kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. My name is Evangelist Joseph Mwiti Mwitani, nimeokoka. Nampenda Yesu Kristo. Naamini ya kwamba hata unampenda. Na kama unjampenda Kristo, unjamkubali kwa Bwana mkoso maisha yako. Siku ya leo mkubali na utawahi kuregret. Hautajuta useme mbona nikampa Yesu maisha yangu. Maisha yako yakuwa ndani ya Kristo yako salama. Ndio siku Mungu amenipatia neno kwa ile kitabu ya Isaya sura ya 35 mstari ya 8, ndio usome hiyo. Isaiah chapter 35 verse 8. Ndio usome na Mungu akubariki sana. God bless you, nifuatilie. God bless you in the mighty name of Jesus Christ, Son of living God. Kwa hivyo katika siku tunasoma kitabu ya Isaya 35 verse 8 inasema, na hapo patakuwa na njia kuu, na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu au wasafirio. Wajapokuwa watu wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Hiyo ndio neno ambalo Mungu amenipatia leo, kwamba utapotea kwa sababu ya kumpea Yesu maisha yako. Kwa sababu ya kuokoka hautapotea. Maisha yako hautakuja kupotea kwa sababu ya Kristo, lakini kwa ajili ya Kristo utakuwa ni mtu ambaye amepata kuwa salama kwa sababu Yesu Kristo. Tulisoma ujumbe wa last time, ulikuwa unasema kwamba Yesu ndiye njia na ukweli na uzima. Na mtu ashi kwa Baba Mungu asipopitia kwa Yesu Kristo. Kama ule ujumbe wa kwanza ya kwamba iwapo makusudi ya Mungu yanasafanya mtu akuwe mkatili ama akuwe mtu mzuri ama mtu ambaye ni wa huruma, ikafuatwa na ya kwamba njia ya kuepuka kutiwa katika kategori ya wale watu wakatili wanaolazimishwa kuwa hivyo kwa sababu ya kukataa kuokoka ni kumwamini Yesu Kristo ambaye ndiye njia na ukweli na uzima. Kwa hivyo katika siku leo tumesoma andiko linasema kwamba likuwa limetabiri nyakati ambazo Yesu atakapokuja ya kwamba kutakuwako na njia, na hiyo njia itaitwa njia ya utakatifu. Yesu Kristo ni mtakatifu wa Mungu, na Biblia inasema kwamba wale wote wanaomwamini wanakuwa watakatifu kama yeye, anawaambukisha ile utakatifu. Kama vile Adam na Eva waliambukisha wazao wao hali ya kuwa wenye dhambi, Kristo Yesu naye anaambukisha utakatifu wanaomwamini, wanakuwa watakatifu kwa njia yake. Kwa hivyo katika siku ya leo mpendwa, Mungu amenipatia neno nikwambia kwamba hautapotea. Maana andiko linasema kwamba na kutakuwako na njia kuu, na hiyo njia nayo itaitwa njia ya utakatifu, na watu wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa ni kwa ajili ya wale watu wasafirio, na wajapokuwa wajinga hawatapotea kwa hiyo njia. So unaweza ona kana kwamba umefanya jambo la kipumbavu ama la kijinga kuokoka kama kuwa Mkristo, lakini ukweli ni kwamba umefanya maamuzi ambayo hautakuja kujutia, kwa sababu Yesu Kristo ndiye njia ambayo ni ya utakatifu, ambao Mungu mwenyewe amehakikisha kwamba wale watakao muamini mwana wake Yesu Kristo maisha yao yatakuwa yako salama, na siku moja tutapatana na yeye mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo hiyo andiko inasema kwamba kutakuwa na njia kuu, na hiyo njia nayo itaitwa njia ya utakatifu, na wasio safi hawatapita juu yake. Ni kuonyesha kwamba tukimwamini Yesu Kristo, Mungu anatusaidia tunapata hata kuishi maisha ambayo ni safi, maisha ambayo ni matakatifu, maisha ambayo ni ya kweli na ya haki. Hata kama kuna kung'ang'ana, lakini mwisho wa siku ya kwamba ushindi utapatikana kwa sababu uko katika hiyo njia. So hilo andiko tuliloisoma katika saa iliyopita ya kwamba Yesu akasema, mimi ndimi njia na ukweli na uzima, na mtu haji kwa Baba ila kwa njia mimi. Inaonyesha hapa ni mambo matatu. Yesu ndiye njia na ukweli na uzima. Nimewahi siku moja kupitia mtaa fulani ambao ni mtaa ambao wa Nairobi, mmoja wapo ya Nairobi, na nikakuta watu ambao wanahubiri hapo na walikuwa wa dini ya Kiislamu. Wakaniomba niwapatie neno la Mungu. Wakasema, pastor, wewe ni mtumishi wa Mungu, unawezaje kutupita bila kutupatia
neno la Mungu, hata kama ni kidogo tu. Unaenda kanisani, nikamwambia nenda kanisani. Akaniambia kwamba tupatie neno la Mungu tu, hata kama ni kidogo, alafu uende. Lakini siku anajua kwamba ni mtego nategewa, ambao Bwana ataniokoa na huo mtego, na nikakubali. Nikaenda nikaanza kuulizwa maswali, nikaketishwa mahali, nikajipata nimesungukwa na hadhara ya watu, na wakawa wakiniuliza, akaniambia, pastor, ulikuwa unaenda wapi? Nilikuwa naenda kanisani. Wakaniuliza, pastor, dini yako ni gani? Wewe ni Mkristo? Nikamwambia mimi ni Mkristo. Wakasema somea pastor Mathayo 11 mstari 28. Somea pastor Matthew chapter 11 verse 28. Yesu akasema, mimi ndimi njia na ukweli na uzima. Yesu Kristo alipokuwa anasema kwamba yeye ndiye njia na ukweli na uzima, alikuwa anamaanisha kwamba yeye hiyo njia anayeifuata atapata kupotea. Lakini sasa hawa wananisomea Matthew chapter 11 verse 28, ambayo Yesu alikuwa anasema kwamba njooni kwangu ninyi nyote ambao mnasumbuka na kulemewa na mizigo mizito, mkanjifundisha na mimi, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. So Yesu akasema mkanjifundishe na mimi. Wakaniuliza, pastor, wewe unasema unamwamini Kristo, na wewe ni mwana wa Mungu, na unaenda kanisani, umejifundisha na Yesu wapi kwa Biblia? Yesu Kristo akaenda kanisani. Ni mahali gani, mstari gani kwa Bible Yesu akaenda kanisani? Tupatie mstari huo na tutaamini kwamba wewe unajifundisha na Yesu na unamtii Kristo, na wewe sasa unafanya alichokuwa anakifanya Yesu. Wakaniambia niwapatie mstari ya kwamba Yesu Kristo akaenda kanisani. Tena wakaniuliza kwamba dini yangu ni gani? Sasa nilipowaambia mimi ni Mkristo, akasema kwamba niwapatie mstari katika Biblia ya kwamba Ukristo ni dini. Yaani walikuwa na maswali mengi sana. Ati niwapatie mstari inaosema ya kwamba Ukristo ni dini. So nikawauliza, ndugu zangu, dini ni nini kulingana na ninyi? Wakanisomea mstari mmoja katika kitabu cha Qur'ani, inasema kwamba dini ni njia ya kwenda kwa Mwenyezi Mungu. So hapo ndipo Mungu alinikumbusha hii mstari ambao nimekusomea, ambacho ni Yohana 14 mstari ya 6. Yesu akasema, mimi ndimi njia na ukweli na uzima, na mtu ashi kwa Baba asipo niamini mimi. So nikamwambia, basi kama dini ni njia, hiyo ni lugha ya kikwenu, dini ni njia. Lakini kwetu basi Yesu Kristo ndiye njia, na kama ni dini inahitajika na dini ni njia, Yesu Kristo ndiye dini yetu. Kila anayemwamini Yesu Kristo anapata kufika mbinguni. Na ukakuta kwamba kulingana wao wako na expect ya kwamba watapata jawabu ya kwamba hata sisi wa Kristo tuko na dini, na dini yenyewe ni njia. Tafsiri ya jina dini inamaanisha njia. Kwa hivyo Yesu Kristo ndiye njia ambao iko na ukweli na iko na uzima. Kwambia basi sisi dini yetu ni Yesu, na hii dini yetu iko na ukweli, na hii dini yetu iko na uzima wa milele. So tofauti na ya kwenu, dini ya kwenu haina ukweli, tena haina uzima wa milele. Ukifa kama uko ndani ya Kristo, umepata kupotea au utapata kumuona Mungu, maana hii njia yenu haina ukweli, tena haina uzima. So my brother, my sister, hiyo ndivyo Mungu anisaidie nikakomesa wale watu walikuwa na manjaribu kunisuia nisiendelee kuwa Mkristo, na nikawaambia kwamba mimi niko na njia ambayo ni Yesu Kristo. Ndio tukasema kwamba wale wote wanaoamini Yesu Kristo, hao watu ni watu ambao hawatapata kupotea. So haijalishi mambo gani unapitia wakati kama huu, labda unapitia mateso makubwa sana na umeanza kuwa na mashaka na imani yako ya Kristo ama ya Ukristo ama ya Yesu, na kutia moyo kwamba usikate tamaa, maana uko kwa ile ambayo ni njia ya ukweli, tena iko na uzima, tena uzima kweli kweli. Uko na njia ambayo itakufikisha katika mbinguni. So Isaya aliona nyakati hizo na akatabiri, akaambia watu waliokuwa wanamsikiliza, akawaambia hizo nyakati kutakuwa na njia kuu, na hiyo njia itaitwa njia ya utakatifu.
na wale watu wasio safi hawatapita njia hiyo njia, bali hiyo njia itakuwa ni kwa ajili ya wale watu wasafirio, wale wanaelekea mbinguni. Wale watu wanaomwamini Yesu Kristo ni wale watu wanaelekea mbinguni, na Biblia inasema wajapokuwa wajinga hawatapotea kwa hiyo njia. Kuna nyakati unasajikuta unaona kana kwamba wewe ni mjinga kwa sababu ya kuokoka, ama kwa sababu ya kuishi maisha matakatifu, ama yale ya kweli, au sukui ongo, wewe uongani, wewe ukuli haramu, wewe ukuli vitu za watu, unaishi maisha ambayo ni safi na unaonekana kama wewe ni mjinga sana. Wale wasioamini wanakuona wanasema wewe utakuwa maskini sana, maana ukuli ile mulungula, maana ukuli ongo, maana ukuli rushwa. Lakini Biblia inasema wale watu wanapitia hiyo njia ambao ni njia ya Yesu Kristo, wajapokuwa wajinga hawatapotea kwa hiyo njia. Maana yule Mungu ambaye ametupatia hiyo njia atahakikisha hatujapata kupotea. So my brother, my sister, ili wiki, ili njuma, jitie moyo, endelea na safari. Eli ukuwe mjinga lakini ufike mbinguni, lakini bandala ukuwe mwerevu na utupo jana. Yesu akasema, Yesu aliuliza, itamfaidi mtu nini akipewa ulimwengu wote na vitu vyote vilivyomo, kisha afe atupwe jehanamu? Jamani, ili ukapate kuonekana mjinga lakini ukapate kukosa kutupwa jehanamu. Ili uonekane kana kwamba una akili mzuri lakini ukuta kwamba maisha yako hayajapata kupotea. Maana maisha ambayo tunaishi ni ya muda mfupi sana. Ukikaa sana labda umekaa miaka 120. Hasa wale wanaonekana wasenya katisi wanakandiwa na miaka ya 90 na 100. Lakini kuna maisha ya milele ambayo Biblia inasema kwamba ni maisha ambayo sio na kikomo na yanapata kuwa booked wakati kama huu. Umpe Yesu Kristo maisha yako, na mimi nimempatia. Ukimpia Yesu Kristo maisha yako, utakuta kwamba maisha yako yatakuwa yako salama ndani ya Kristo Yesu. Na ndio sababu tulipoanzia pale katika ile part 1, ikiwa mapenzi ya Mungu, makusudi ya Mungu yanaweza fanya mtu akue mkatili ama akue mtu mpole. Tunaona kwamba yule mtu ambaye ni mpole, yule mtu ambaye ama mtu mwema, yule ambaye anatekeleza makusudi ya Mungu. Tekeleza makusudi ya Mungu, my brother, my sister, ili upate asara, ili uonekane kana kwamba akili yako haifunction kisawa sawa, lakini ukuta kwamba maisha yako yako ile njia ambayo ni ya kweli, ambayo ni njia ambayo ni Yesu Kristo. Hiyo ndio Yesu Kristo alisema, akatangaza hadharani akamwambia kwamba msidhani kuna njia nyingine, mimi ndio peke yake njia. Tena hiyo njia kuna ukweli. So kama ni wale Waislamu walikuwa wananijaribu kunionyesha kwamba dini yangu ni gani, nikamwambia ni Ukristo. Imeandikwa wapi kwa Bible? Hakuna mahali kumeandikwa kwa Bible ya kwamba Ukristo ni dini. Nikauliza kwani dini ni nini? Maana mimi lugha ya Qur'ani na Biblia ni tofauti. Ndio akaniambia dini ni njia. Nikamwambia basi soma kitabu cha John chapter 14 verse 6. Yesu akasema mimi ndimi njia. So wakakomeshwa na hiyo andiko, wakakubali ya kwamba Kristo Yesu ndiye dini ya Wakristo, na kupitia yeye tutaingia katika ufalme wa milele ambao Bwana ameahidia wale ambao wameokoka, wale wamwamini Kristo na kubatizwa. So siku ya leo ndio tunatamatisha hiyo ujumbe ya kwanza, na ya pili sasa ni ya tatu, ya kwamba Yesu Kristo ndiye atatusaidia tusilasimishwe na mapenzi ya Mungu kuwa watu ambao ni wakatili kama wale ambao walikuwa wakatili sana wale walitekeleza mambo mabaya sana kwa watu wa Mungu. Tulitaja mpaka wengine huko kwa Biblia akina Hitler. Hitler alitekeleza, akina Farao
walifanyika wakatili sana, lakini ukatili yao ilichangia makusudi ya Mungu yakatimia hapa na pale, lakini hawakupata kuingia mbinguni, hawakupata kurithi uzima wa milele, hawakupata kumpatia Kristo maisha yao. Maisha yao haina hope, hawana matumaini kwa maisha yao. So maisha yako, my brother, my sister, yako salama uko ndani ya Kristo, ni kwa sababu umefuata njia ambayo hata unjapokuwa mtu ambaye unaonekana ni mjinga au utapotea kwa hiyo njia. God bless you, na Mungu akubariki sana, na kutakia wiki ya baraka, na kutakia wakati wa baraka in Jesus name. Amen. Na kama unjakubali njia, sema Bwana Yesu, na kukubali kuwe Bwana na Mwokozi wangu. Wewe ndiye njia na ukweli na uzima, na mtu hataingia mbinguni bila kuamini. Wewe ni mwana wa Mungu na wewe ni Mwokozi. Asante Yesu kwa sababu ya kuniokoa. Asante kwa njia kunisamehe. Nisamehe dhambi zangu zote zile nimetenda. Wewe Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. In Jesus name. Amen. Baba, nakushukuru mpendwa, amekini neno lako, kumbariki na kumlinda. Jesus name. Amen. God bless you. God protect you. Jesus name. Amen. 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 Yesu aliuliza, itafaidi mtu nini akipewa ulimwengu wote na vitu vyote vilivyomo, kisha afe atupwe nje ya jehanamu? Ni hasara. God bless you in Jesus name. Amen.